Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha tena katika siku hii ya leo ambayo Kristo ametupatia ya kwamba leo tukapate kusema mausia ya Mungu katika maandiko ama katika neno la Bwana. Hivyo basi mtazamaji wangu, naamini ya kwamba popote ulipo ni mzima wa afya. Mungu amekuongoza, Mungu amekulinda. Nami nasema ya kwamba kubariki utakapotufuatilia popote pale utakapokuwa, na Mungu wa mbinguni atazidi kukubariki. So karibu katika letu ya siku ya leo, katika ibada yetu ya leo. Unapokaribia nataka ukaweze kuwa makini kututazama na hata pia kutusikia kwa ajili ya faida yako na faida yangu kwa utukufu wa Bwana. Hivyo basi nataka tuangalie katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Nataka tuzungumuze kuhusu habari za Anania na Safira katika siku hii ya leo. Hivyo basi fungua masikio yako, fungua macho yako ukaweze kutazama na kupata pia kusikia katika siku hii ya leo, na Mungu wa mbinguni atazidi kukubariki. Basi kwa majina niite Johnson ya Baya, nimeokoka na mpenda Kristo. Niko hapa kwa ajili ya kuleta neno la Mungu. Maana maandiko nasema ya kwamba tusiache kukusanyikana kama desturi vile watu walivyokuwa nakusanyikana kwa ajili ya kuweza kuleta neno la Mungu. Hivyo nami nimesimama mbele yako kwamba nikuletee andiko hili la Bwana. Matendo ya Mitume 5 mstari ule wa kwanza tutaanzia mahali pale ili tukaweze kuangalia, je, watu hawa Anania na Safira walikuwa ni watu wa aina gani? Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo basi maandiko yanasema ya kwamba lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Nataka tujifunze nini katika siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Andiko hili linazungumza kuhusu watu wawili ambaye ni mtu na mke wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na maandiko yasema kwamba waliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe na akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Mtume ni nani? Jina la Bwana lipewe sifa. Kadri ambavyo tunaenda malangoni ama kanisani, kuna mtume mahali pale ama kuna makuhani mahali pale, ya kwamba tukaweze kuleta chenye ambacho Mungu ametupatia, tukaweze kukileta mbele zao ama kukiweka machoni kwao, ya kwamba ili kikaweze kuleta dhihirisho la maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Anania na Safira walienda kuuza mali, wakazuia kwa siri sehemu ya thamani yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Neno hili linakusudia nini katika maishani mwetu katika siku ya leo? Ya kwamba mimi na wewe, jina la Bwana lipewe sifa, na mtu huyu ama watu hawa walikuwa ni mtu na mkewe, walikuwa wanayo mali, lakini walipojadiliana hawa wawili wakaenda wakauza. Lakini walivyokuwa wakienda kuuza, ni kweli waliuza wakapata fedha ama wakapata mali, wakaleta sehemu kwa yule kuhani ama kwa yule aliyekuwa anastahili kuletewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walivyoleta lile fungu, walileta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa hawakuwa wakamilifu mbele za Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu hawa walijawa ama waliingiwa na mioyo ya tamaa katika maishani mwao, kwa sababu walienda kuuza lakini wakazuia kwa siri sehemu ya mali yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako? Haleluya. Kuna uwezekano ya kwamba ulikuwa umeweka ahadi
na mtu hata na Mungu wako. Lakini kadri ambavyo ulienda ukauza ile mali kwa thamani ya kiasi fulani, lakini shetani akakuingia katika ndani yako, akaweka uongo, akaweka maneno ambayo si ya kweli. Haleluya. Na ukawenda kukapeleka ile sehemu ambayo Kristo, ama ile sehemu ambayo ulikuwa umeuza ya thamani, lakini ndani ya moyo wako jinsi ambavyo shetani alikuwa amekujaza, ukawenda kupeana ambayo si ya kweli. Yaani ukaficha katika sehemu ile ambayo Mungu alikuwa amekupatia. Lakini Mungu naye ni nani? Ama Kristo naye ni nani? Alijua kwamba mtu huyu ameuza, lakini ameleta kitu ambacho si cha haki. Ni cha haki kweli, lakini ameleta kitu ambacho ni cha udanganyifu. Haleluya. Kitu ambacho amezuia. Hakuweza kuwa mwaminifu mbele za Bwana. Akapeleka fungu moja tu, akaliweka miguuni pa mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo nataka nikwambie, shetani anaweza kukudanganya. Shetani anaweza kukupatia fikra ambazo ni mbaya katika maishani mwako wewe muamini ambaye ninasema na wewe katika siku ya leo. Nataka nikuhadharisha kwamba ibilisi yuko na anaongea na wanadamu ili kuwajaza maneno ya kinyume, ya kwamba tukapate kutenda mambo ambayo si ya kweli. Hivyo nataka nikukumbushe ama nikujuze haya, ya kwamba Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani. Hivyo mtazamaji wangu naye nitazama, je, ni kitu gani ambacho umekifanya katika maishani mwako ya kwamba umudanganye Roho wa Mungu? Roho wa Mungu huwezi mudanganya. Roho wa Mungu hauwezi ukazuia kitu kwa siri pasipo kujua. Haleluya. Hivyo nataka nikuambia kwamba chochote ambacho unakifanya hapa duniani, Mungu anaufahamu. Jehova anaufahamu chochote kile unachokitenda hapa ulimwenguni. Haleluya. Maana unaweza kuwa ya kwamba una nia nzuri kweli katika maishani mwako, una mawazo mazuri katika maishani mwako kwa ajili ya kwamba maisha yako ikapate kufanikiwa, lakini kuna shetani ambaye anaangalia moyo wako unawaza nini. Shetani anaangalia kusudio la mapenzi yako wewe mwanadamu ni yapi. Haleluya. Maana watu hawa Anania na Safira walikuwa na nia tu nzuri, lakini ibilisi aliwanyemelea ya kwamba akapate kuwaingiza maneno ambayo si ya kweli, maneno ya udanganyifu. Ni posa kwamba walivyoenda kuuza wakazuia thamani ya siri ya fedha zao. Jina la Bwana lipe sifa. Anania pamoja na mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake mkewe, na akijua ya haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Haleluya. Wanadamu, nataka nikwambia kwamba tusidanganyane hapa ulimwenguni, maana Mungu yuko anaishi. Chochote ambacho ulikuwa umeweka maagano, edha wewe na mtu mwingine, edha wewe mkeo, lakini sikia nikwambie, Mungu aliye mbinguni anajua chenye ambacho unakitenda hapa ulimwenguni. Ni kweli umeweka ahadi na Bwana, ni kweli umeweka ahadi na mitume, lakini ahadi hiyo shetani akanyemelea, akapata kuiharibu, akapata kukujaza moyo wa uongo, moyo wa udanganyifu. Ni posa kwamba ukadanganya. Haleluya. Maana shetani anaangalia mwanadamu ambaye ni mkamilifu, anaangalia mtu aliyesimama ya kwamba akapate kumwangamiza. Haleluya. Maana Anania na Safira hayakuwa mapenzi yao, hayakuwa fikira zao, lakini ibilisi akawanyemelea. Haleluya. Iposa kwamba wakazuia mali, wakaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Haleluya. Alipoliweka miguuni pa mitume akasema, mbona mnanidanganya? Haleluya. Wacha turudie hapo.
akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Mstari ule wa 3 akasema kwamba Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako ukamwambia uongo Roho Mtakatifu? Shetani amekujaza moyo wako ukamwambia Roho wa Mungu Mtakatifu. Mbona moyo wako umekujaza hivyo kusema uongo kwa Roho wa Bwana, mpaka ukazuia sehemu ya siri, haleluya, ya thamani ya kiwanja ambacho walikuwa wamekiuza? Ni kweli tumepangana vizuri kwamba tende tukauze sehemu yetu ya shamba, tukauze mali yetu, ya kwamba tumletee Bwana fungu. Lakini shetani na yeye ni nani? Akawanyemelea, akaweka maneno ya uongo ndani yao, wakaenda kupeleka fungu moja ambalo haikuwa mapenzi ya Bwana. Lakini Kristo akajua ya kwamba watu hawa wameleta uongo ama wameleta udanganyifu katika maishani mwao. Haleluya. Tukiendelea hapa, Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipo kuwa kwako hakikuwa mali yako, na ilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Aliweka neno hili moyoni mwake kwa sababu shetani alikuwa amemdanganya. Ibilisi alikuwa amemzungumzia maneno ambayo si ya kweli, niposa ya kwamba katenda haya. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa mapenzi yake ya kwamba akaweze kusema uongo. Haleluya. Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikampata. Watu wote waliosikia haya, Bwana Yesu asifiwe sana, watu wote waliposikia wakaingiwa na hofu, kwa sababu aliweka hali ya kudanganya kwa sababu wanadamu. Akaanguka chini kwa sababu ya ule uongo. Anania, jina Bwana lipe sifa. So unaweza kuwa ya kwamba kuna kitu ambacho ulikuwa umeweka hadi na Mungu, umeweka hadi na mitume, lakini kwa sababu Ibilisi amekuja kunyemelea, poso ukasema uongo. Kwa Mungu hakuna udanganyifu, kwa Mungu hakuna kusema uongo, kwa sababu ukitenda hayo hakika sioni kama utaishi. So tembea katika njia ya uaminifu wa Mungu, kijua kwamba Kristo yuko pamoja na wewe. Jina la Bwana lipe sifa. Hivyo nataka nikwambie mtazamaji wangu, Anania waliposikia maneno hayo wakaanguka wakafa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia hayo. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie nini? Kuna hatari katika uongo. Kuna hatari katika hali ya kutembea katika mambo ambayo Ibilisi amekujaza katika maishani mwako. So kuna hatari katika uongo, mtazamaji wangu, ya kwamba chochote ambacho umekusudia, chochote ambacho umekipanga kwa ajili ya Kristo, acha tukaweze kuwa watu wakamilifu machoni kwa Bwana. Wacha tukaweze kuwa watu ambao ni wakutenda haki machoni kwa Bwana. Jina la Bwana lipe sifa. So tunawezekana kwamba tuko mahali hapa, ni kweli Mungu ametupa kibali, ni kweli Mungu ametubariki, ni kweli Mungu ametuletea watu ya kwamba tukaweze kuzungumza nao kwa ajili ya maisha yetu, lakini unakuta kwamba tumeweka uongo. Hatuko katika njia ya haki, hatuko katika njia ya kutenda mapenzi ya Bwana. Jina la Bwana lipe sifa. Hivyo nataka nikwambia kwamba kuna maafa kwa yule mtu ambaye atatembea katika njia za udanganyifu, katika njia za uongo. Haleluya. Waliposikia maneno hayo wakaanguka na wakafa, kwa sababu kinywa chao Ibilisi ameweka udanganyifu, akini mwao Ibilisi ameleta udanganyifu. Hivyo nataka nikwambie, tembea katika njia ya ukweli, tembea katika njia ya kumjua Bwana na kutenda mapenzi ya Bwana, maana uongo ni kifo. Haleluya. Kwa sababu Kristo alikuwa akitembea nao katika njia
ya kupata kuwasikia. Lakini Ibilisi alivyoleta roho ya tamaa na roho ya udanganyifu katika maishani mwao, watu hawa wakalazimishwa kufa. Watu hawa wakafa kwa sababu ya uongo waliokuwa nao. So mtazamaji wangu, nataka nikuachie andiko hili. Tembea katika njia ya ukamilifu wa Bwana. Tembea katika njia ya kusema ukweli machoni kwa Bwana. Maana uongo unaua. Uongo unaangamiza. Hivyo simama katika njia ya Bwana ukaseme ukweli, na Mungu wa mbinguni atapata kutembea na katika njia ukamilifu. Mungu wa mbinguni akubariki na azidi kutenda mema. Utembee katika ukweli, na Mungu aliye wa rehema atapata kukuonekania. Mungu wa mbinguni akubariki na kutende mema. Shalom. God bless you.